anil yamini wa anil shimali izin, kuliani na kushotoni hali ya kuwa makundi makundi. Anil yamini wa anil shimali izin, sawa, ni jamu ya izatun, kama vile idhin jamu ya idhatun. عزين كما جماعة حال من مهطعين أي نفروا عنك جماعات ولو كمبيا هل يكون مكون متفرقة يعني كتفوتيان عن يمينك وعن شمالك كلياني kwako na kushtoni kwako, kwa maana ni kinaya an jamii aljihad, wanakimbia wanachokana. Wana nini hawa? Kitu gani wanachokiogopa? Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ayatma'u ay kullu mri'in minhum, hivi anatumai kila mtu katika wao, an yudkhala jannata na'im, kuingizwa kwenye pepo zenye neema au pepo za neema. An yudkhala itakuwa ni, kwa sababu ukisema jannati na'im itakuwa ni idafatu al-mawsuf ila as-sifa, إضافة الموصوف إلى الصفة. جنة نعيم، جنة الموصوف، نعيم للكوي والصفة، صار يدون أتياك كوي كوا أن يدخل جنة نعيمة، لكن كفن إضافة بيبو ذا نعمة ولا لا بيبو ذا نعمة، kwa idhafatu sifati lil mawsuf. Wana nini hawa? Hivi anatumai kila mtu miongoni mwao kuingizwa katika pepo zenye neema. Ayatma'u kullu mri'in minhum ay ayatma'u kullu mri'in minhum ba'da hadha alfirar an yudkhilahu Allah jannata na'im, yani bado wanatumai, wanapata tamaa, kila mmoja katika wao wanapata tamaa baada ya kukimbia kwamba ataingizwa katika pepo za neema. Istifham ni inkari, ay la yakunu dhalika abada, hilo haliwezi kuwa, kwamba wao wanakimbia mauidha, wanakimbia kusikia utaji wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, alafu baada ya hapo tena pia waingizwe peponi. Ile jambo haliwezekani, ni jambo lisilowezekana. Ndio maana akasema Allah, kalla, hapana sivyo hivyo, kalla, hapana sivyo hivyo, mambo haendi namna hiyo, kama nyinyi mkimbia dhikrullahi ta'ala alafu mtarajia kuingia peponi, mambo haendi hivyo. Inna, hakika sisi, khalaqnahum, tumewaumba wao, mimma, kutokana na kile ambacho, ya'lamun, wanakijua, min na ma, mimma, kutokana na kile ambacho, ya'lamuna, wanakijua, ay min alma'i almahin, tumewaumba kutokana na maji duni yaliyodhalili. Fakaifa yukadhibuna bilba'th, inakuwaje basi wanakadhibisha kufufuliwa? Wayajhaduna qudrata Allah, kisha wanakanusha uwezo wa Allah jalla wa ala i'adatihim, juu ya kurejeshwa kwao. Wahum ya'lamuna annahu alladhi bada'ahum fi awwal marra, na wao wanajua, na hali ya kuwa wao wanajua kwamba Allah ndiye aliyewaumba mwanzo wao katika mara ya kwanza. Wa hadha ahadu adillati alba'th, na aya hii ni moja katika dalili za kufufuliwa, allati yaruddu Allah ta'ala ala almukaththibin. Hapa aliposema inna khalaqnahum mimma ya'lamun, kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala aweza kukutoa wewe mahali hukuweko, ilikuwa hakuna kitu, wewe hukuweko, akakutoa akakuleta, ashindwe kukurejesha baada ya kuwa upo? Yani ashindwe kukurejesha tena wakati ulikuwepo? Aliweza vipi kukutoa wakati hupo akakuleta? Kwa hiyo ile kuanzisha mwanzo ilikuwa ni kubwa zaidi, lakini la khalqu as-samawati wal ard, bwana nasikia la khalqu as-samawati wal ard akbar min khalqi an-nas, kuumbwa mbingu na kuumbwa kwa ardhi ni jambo kubwa zaidi kuliko kuumbwa watu, jambo kubwa kweli kweli.
watu ni kitu kidogo tu kwake, na vyote ni ahwan inda Allah, vipesi kabisa. Wama dhalika ala Allah biaziz, si vitu vikubwa hivyo kwa Allah, si vizito, mara moja tu. Inma amruhu idha arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Kwa hiyo wanafanya istihala na istibadi katika kudra ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah awakumbusha, kwani hamjui mmetoka kwenye nini nyinyi? Hapa ni ishara ila haqarati ma khuliqu minhu, ishara ya uduni wa kile ambacho wao wameumbwa kutokana na hicho. Kisha subhanahu wa ta'ala, baada ya maneno hayo na kuwafanyia taubihi makufari kwa kule kupuuza kwao ulingano wa mtume sallallahu alaihi wasallama, na namna wanavyomkimbia mtume sallallahu alaihi wasallama, na namna wanavyotumaini kila mmoja anavyojipa moyo kwamba atalipwa. Hawaamini, lakini wanasema kama kweli kama ni kweli tutafufuliwa, basi Umayya bin Khalaf atakosa apate Ammar bin Yasir, Abu Jahli atakosa apate Bilali. Haiwezekani. Kwa hiyo wanajipa moyo, mpaka wengine wanasema wama adhunnu as-sa'ata qa'ima, mimi sidhani kwamba hiki kiyama kitakisimama, kitakuwepo. Wala irudittu, angalia maneno, wala in, na wallahi kama irudittu, nikirejeshwa, la ajidanna khairan minha munqalaba, nitakwenda kupata vilivyokuwa bora kuliko hivyo kwa badali, kwa marejeo, kwamba nitakwenda kupata vizuri zaidi kuliko nilipata duniani. Wanajipa moyo na kujipa matumaini. Na wengine wanasema wala irji'tu ila rabbi, na wallahi nikirejeshwa mimi kwa Mola wangu, inna li indahu lal husna, hakika nitapata mimi mbele zake pepo, mambo mazuri mazuri nitapata mimi. Kwani mlioni mimi nilivyo, niko smart. Kwa hiyo mimi nikirudi kama. Kwa hiyo wanajipa matumaini. Na hivyo Mayahudi na Manasara, waqalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan au nasara tilka amaniyuhum, wanasema katu hata ingia peponi ila aliye Myahudi au Mkristo, kwa sababu wengine watakuwa ni wakana Kristo, hawataingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo hata ingia katika pepo ila Myahudi au Mnasara. Tilka amaniyuhum, hayo ndiyo matumaini, ndiyo matamaniwa yao, ndio umniyati zao hizo, wanatamani iwe hivyo, lakini haiwezi kuwa. Kwa hiyo ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im, hivi anatumai kila mmoja katika wao kuingizwa katika pepo yenye neema. Tuwezekana vipi? Ingeadhiniwa kwanza. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun, hapana, sivyo hivyo, hakika sisi tumewaumba wao kutokana na kile wanachokijua. Fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib, inshallah baada al-adhan. Na 56 9 baqiya 3, subiri kidogo tumalizie. Fala uqsimu bi rabbil mashariq, tutadhiniwa kamili inshallah. Fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib, ninaapa kwa Mola wa mashariki zote na magharibi zote. Ngapi? Zote. Fala uqsimu bi rabbil mashariq, ninaapa kwa Mola wa mashariki zote, wal magharib, na magharibi zote. Inna laqadirun, hakika sisi ni wenye kuweza. Inna laqadirun, hakika sisi ni wenye kuweza, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo ala an nubaddila khairan minhum, uwezo sisi ni wenye kuweza kuwabadilisha walio bora kuliko wao. Ala an nubaddila khairan minhum, kuwabadilisha walio bora kuliko wao. Wama nahnu bimasbuqin, na hatukuwa sisi ni wenye kushindwa. Wama nahnu bimasbuqin, ay wama nahnu biajizin, hatukuwa sisi ni wenye kushindwa. Au wama nahnu bimaghlubin,
hatukuwa sisi wenye kushindwa na hilo. Ala an nubaddila khairan minhum, kuwabadilisha walio bora kuliko wao. Wama nahnu bimasbuqin, na hatukuwa sisi ni wenye kushindwa. Fadharhum, basi waache, yakhudhu, waingie kwenye batili zao, wayalabu, na wacheze katika dunia yao, hatta yulaqu yawmahum, mpaka watakapokutana na siku yao, alladhi, ambayo yuaduna, wameahidiwa au wanaahidiwa. Fadharuhum, basi waache wao, fadharuhum, basi waache, yakhudhu, waingie katika batili zao, wayalabu, na wacheze katika dunia yao, hatta yulaqu yawmahum alladhi yuadun, mpaka watakapokutana na siku yao ambayo wanaahidiwa. Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa mashariki zote, mashariqu shamsi wa magharibiha, mashariqu, mawio ya jua na machweo yake. Anaapa kwa mawio ya jua na machweo yake, kwa sababu ash-shams takhtalifu biadadi ayami al-aam, inatofautiana kwa idadi ya masiku ya mwaka. Fa inna ash-shamsa tashruq kulla yawmin fi mashriqin minha, jua kila siku linachomoza mahali pengine ambapo sipo lilipochomozea jana, na hivyo hivyo katika kuzama. Wataghrubu fi maghrib, na linazama katika upande wa magharibi, mahali ambapo alikuzama jana. Leo limezama hapa, kesho tazama sehemu nyingine. Kwa hiyo naapa kwa mashariki zote na magharibi zote, na hapa kwa hizo, inna laqadirun, hakika sisi ni wenye kuweza, ala an nubaddila khairan minhum, kuwabadilisha walio bora kuliko wao, tukawaangamiza hawa tukawaleta wengine. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum, na kama nyinyi mtageuka, basi tutawabadilisha waliokuwa bora, waliokuwa wazuri zaidi, kaumu iliyokuwa nzuri wasiokuwa nyinyi, qauman ghayrakum, kaumu nyingine isiyokuwa nyinyi. Thumma la yakunu amthalakum, kisha hawatakuwa mfano wenu, watakuwa ni wazuri kwa maumbile, viwiliwili vyao, watu kisawasawa, sio vijitu, watu wenye hadhi, wenye kheri, kila kitu. Tukitaka tufanye hivyo. Kwa hiyo tuliweza hilo, lakini tuna nyinyi tu kwanza tukawalipe. Wama nahnu bimasbuqin, na hatukuwa sisi ni wenye kushindwa. Fadharuhum, waache wao, yakhudhu, waingie katika batili zao, wayalabu, na wacheze katika dunia yao, hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun, mpaka watakapokutana na dunia yao na siku yao ambayo wameahidiwa. Falyu'adhdhin almu'adhdhin, mpaka watakapokutana na siku yao, hatta yulaqu, mpaka watakapokutana, yawmahum, na siku yao, alladhi yu'adun, ambayo wanaahidiwa. Naam. Yawma yakhrujuna min al-ajdath, siku watakayotoka makaburini. Yawma yakhrujuna min al-ajdath, siku watakayotoka makaburini. Hapa yawma ilipo ni badali ya yawmahum, sio dharf, na badal min al-maf'ul bihi. Yawma yakhrujuna min al-ajdath, siku watakayotoka makaburini ni jamu ya jadath. Siraa, hali ya kuwa ni wenye kwenda mbio, wenye kwenda haraka, hali ya kuwa ni wenye kwenda haraka. Siraa, hali ya kuwa ni wenye kwenda haraka, ila al-mahshar. Watu kama makaburini wanakwenda mbio. Watu wanakwenda wapi? Wanakimbia kwenye mahshar, katika ardhi ya kukusanywa pale kwenye mawqif ya kiyama. Kwa hiyo siraa ni jamu ya sari', kama vile dhiraf ni dharif na dhiraf. Siraa sari'. Kwa hiyo siraa, hali ya kwenda mbio. Kaannahum, kana kwamba wao, ila nusubin, hapa pana viraa viwili vimesomwa. Hiki kilichothibitishwa hapa ni qiraa cha Amir
au ibn Amir, Abdullah ibn Amir al-Yahsubi, kama anasema kule, wa amma Dimashq ash-Sham daru ibn Amir fatilka bi Abdullah tabat muhallala Hisham wa Abdullah wa huwa tisabuhu li Dhakwan. Kwa hiyo ni Abdullah ibn Amir al-Yahsubi, imamu Dimashq au imamu dar ash-Sham, imamu wa Sham katika qiraa. Kadhalika imamu wetu tunamfuata kwenye qiraa sisi, Asim bin Bahdala, Asim bin Abi Najud, Asim bin Bahdala bin Abi Najud, imamu wa al-Kufa, katika maimamu wa Kufa watatu wale. Mmoja ni yeye Asim ibn Bahdala bin Abi Najud, na wanafunzi wake ni Abu Bakr al-Ayyash pamoja na Hafs. وبالإتقان والحفص بالإتقان كان مفضلا. kwa hiyo wao ndio wamesoma nusubi. Nadhani ametoa faida pia yule Imam Ibn Kathir, anasema waqad qaraa al-jumhur nasbi, jumhur al-ulama karibu wote, qurra wote wanasoma, anasema yawma yakhrujuna min al-ajdathi sira'an كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم إلى نصب بفتح النون وإسكان الصاد، ambayo ni masdari ya mansub, yani masdar kwa maana ya mansub, kana kwamba wao kwenye kitu kilichosimamishwa ni wenye kukikimbilia. Ila nasb yufidhun, kama nasb ni masdari, itakuwa inakuwa na maana ya mansub, kitu shakhs. Lakini wengine wamesema nusubi, ambaye ni ibn Amir na Asim bin Bahdala, wakasoma nusubin bidhammi an-nun was-sad wa huwa as-sanam, kana kwamba wao ni wenye kulikimbilia sanamu. Sasa tupite kwa tafsiri hii hapo. Tukipita kwenye nasbi, kwa maana kana kwamba kwenye kitu kilichosimamishwa ni wenye kukimbilia. Tukipita kwenye nusub, kana kwamba wao ni wenye kulikimbilia sanamu. Kule duniani walikuwa na kawaida kukimbilia kwenye ibada zao za kuabudu masanamu, walikuwa wakienda mbio, basi na huko kama vile wanalikimbilia sanamu. Tukisoma kwa nusub itakuwa ni jamu ya ansab, ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam. Ansab ni jamu ya nusub, والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أنصاب، الأنصاب دي مسحنام نوينجي وننو نصوبي. أفاد الأسماء بن كثير وكأنهم في إسراعهم من الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه ويوفضون يبتدرون أيهم يستلمه أول. ni nani katika wao ataligusa wa mwanzo? Wa hadha marwiyun an Mujahid wa Yahya ibn Abi Kathir wa Muslim al-Batin wa Qatada wa Dhahhak wa Rabi' ibn Anas wa Abi Salih wa Asim ibn Bahdala wa ibn Zaid wa ghayrihim. Kaannahum ila nusubin, kana kwamba wao kwenye sanamu, yufidhun, kama kwamba wao kwenye sanamu wanalikimbilia. Kaannahum ila nasbi yufidhun, kana kwamba wao kwenye kitu kilichosimamishwa wanakikimbilia. Kama vile wanafanya mashindano, wanakimbilia kitu fulani, kila mmoja atakakuwahi kwenda kukigusa wa kwanza, mbio kabisa. Mnakwenda wapi? Watu wamechanganyikiwa, wametoka katika makaburi, wanaelekea katika uwanja wa Kiyama. Yani si kwamba kuna watu wengine wanazungumziwa kinyume, ndio sisi tutakokuwepo katika siku hiyo. Tofauti itakayokuja, kuna watu watakuja hali ya kuwa ni waumini na wengine watakuja hali ya kuwa ni makafiri. Hiyo ndio shida basi, lakini watu ni sisi. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala nasaluhu subhana an yumittana ala al-islam wa yahshurana muslimin, atuue sisi katika Uislamu na atukusanye hali ya kuwa sisi waislamu mu'minina muqinina bil ba'th. khashi'atan, hali nyingine hiyo, khashi'atan absaruhum, hali ya kuwa ni wenye kuinamisha chini macho yao. Khashi'atan,
unaweza kusema hivyo, au khashi'atan absaruhum, hali yakuwa ni yenye kudhalilika macho yao, dhalilatan khadi'atan fala yarfa'unaha khawfan wa dhulla, hawezi kunyanyua macho kwa sababu ya hofu na ule udhalili. Kwa hiyo khashi hapa ni hali min fa'ili yufidhuna, tarhaquhum dhilla. Kwa nini hawezi kuinua macho yao juu? Tarhaquhum dhilla, umewafinika wao udhalili. Taghshahum dhillatun adhimatun wa hawanun jazaa'an wifaqan liistikbarihim as-sabiq, hali ya kuwa ni malipo yenye kuwafikiana na kile kiburi chao. Duniani walikuwa wakitembea kwa matao kabisa na kiburi, wakijiona yatamatta, mtu anakuwa anajisikia anajiona kwamba anajifakhirisha. Akhira watafufuliwa katika hali ya udhalili, watu wameinamisha chini macho yao. Tarhaquhum dhilla, umewafunika wao udhalili. Dhalika, hiyo, dhalika al-yawm, hiyo ndiyo siku ambayo, dhalika al-yawm alladhi, hiyo ndiyo siku ambayo kanu yu'adun, walikuwa wakiahidiwa. Ay fi dunya, walikuwa wakiahidiwa duniani siku hiyo kwamba jamani, kuna siku ya kiyama, kutakuwa na hivi, kuna kiyama. Hakuna kitu bwana, watu tishana tu. Nani amekwenda akarudi, ulijuaje wewe? Je, kama sio kweli? Sasa wataambiwa ile siku ile ilikuwa mkiambiwa duniani kwamba iko, na nyinyi mkaa mnashaka nayo au mnaipinga, ndio hii. Muhtiina ila daa, hali yakuni wenye kwenda haraka kumfuata yule mlinganizi. Katika aya nyingine katika surati al-Qamar, yaqulu al-kafirun hadha yawmun asir, hadha yawmun asirun, asirun, hii ni siku ngumu. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. هؤلاء وقت kufikiri وأفئدتهم هواء وسبب ya shiddatul hawl. Ya Allahu almusta'an, Allahu almusta'an. Mtu apepesi jicho, atazama macho yamekodoka hivi, hapepesi jicho. Allahu almusta'an. La yartaddu ilayhim tarfuhum, mtu anashangaa macho yamekodoka. Inaweza kutokea wakati mwingine kapata mtu na mshangao akatazama kitu akajisahau mpaka ashtuke, wewe ndio anashtuka. Kiyama kitawashtusha watu watakuwa namna hiyo. Wengine mtu anashangaa, haamini anachokiona. Allahu almusta'an. Wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, na yatawadhihirikia wao kwa Allah tabaraka wa taala yale ambao walikuwa wao hawayadhani. Aya hii aya moja inatisha sana. Watu watadhihirikiwa na mambo ambayo hawakuwa wakiyadhania. Silikuwa wadhania kwamba kutakuwa na hivi na hivi, sivyo. Sasa ulidhania suna mawazo tofauti tofauti kuhusu kiyama, pengine jambo likaja tofauti na vile unavyofikiria. Kwa hiyo mtu anatakiwa aishi kwenye hofu ya siku hiyo, na vipi atahitimishwa mtu mwisho wake, na vipi amali anazozifanya anazozihangaikia usiku na mchana, nguvu anayotoa na juhudi anayotoa katika amali zake, vipi amali zake hizi. Asije akafikiria kwamba jambo linakwenda tu kama mazoea tu, kwamba kama vile kuna kazini au umefika umeandikwa pale amehudhuria siku fulani siku fulani siku fulani. Sio hivyo. Mbele Allah subhanahu wa ta'ala, katika vitu vinavyoangaliwa pia ni ihsanul amal, kuifanya vizuri amali. Sawa, amali yako umeifanya kama inavyotakiwa kwa ikhlas na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakuna ria ndani yake. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala, kwa ihsani katika amali. Nasallallahu ta'ala bimanihi wa karamihi an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah.
Kwa hiyo leo tutakuwa tumefika mwisho wa suratu al-Ma'arij. Kwa hiyo insha Allah tutakayofuatia mbeleni suratu Nuh, suratu Nuh ambayo ina aya 28 pia tukazisoma kwenye madarasa moja peke yake, na ndani yake kuna habari nyingi za Nabii Allah Nuh alayhi salatu wassalam.